Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Langu jina naitwa Ustadh Maalim Ibn Omar. Karibu mtazamaji wa Rapta Channel, na leo tupo ndani ya Ramadhani ya 10. Lakini 10 hili la kwanza ndo linatuacha hivyo, linaondoka. Hebu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilipokuwa ukiingia mwezi huu wa Ramadhani, alikuwa akiwapa bishara njema maswahaba zake, akiwaambia qad adhallakum shahrun adhimun mubaraka, hakika umekujieni mwezi adhim wenye baraka tele ndani yake. Kwa maana ya kwamba ukifanya jambo lolote la sunna katika mwezi huu wa Ramadhani, basi malipo yake ni sawa sawa na umefanya jambo la faradhi. Lakini kama haitoshi, ukifanya jambo la faradhi ni sawa sawa umefanya faradhi 70. Haya si maneno yangu, ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini mmoja katika aima wakubwa al-Imam an-Nakhai anasema kwamba tasbihatun fi Ramadhan khairun ma siwahu. Anasema tasbihi moja, kusema subhanallah katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, ni bora kuliko kusema nje ya Ramadhan. Kwa hivyo ukitizama Ramadhani hii yote ni bonus tupu tu, ni kufanya mambo ya khairat. Lakini Bwana Mtume akaimiza ndani ya mwezi huu wa Ramadhani kuwaambia maswahaba zake na sisi sote kwamba tulishe katika mwezi huu wa Ramadhani, tuwe tuna tabia ya kupeana, kulishana. Lakini si kulishana tu, alisema huu ni mwezi shahrul almuwasat, ni mwezi wa kuweza kujuliana hali. Kama unao majirani zako, unaweza kuwa unapita kwenda kuwajulia hali majirani zako. Bwana Mtume akalihimiza hili, lakini pia akawaambia maswahaba zake, man fattara saima, yeyote yule mwenye kumfuturisha yule aliyefunga, kana lahu min ajrihi, anakuwa mtu huyo ana malipo ya yule aliyemfuturisha, min ghairi an yanqusa min ajrihi shay'un, basi na kupungua chochote kwa yule anayefuturishwa. Yani kwamba wewe leo ukamfuturisha mtu, utapata malipo sawa sawa na yule unayemfuturisha, lakini pasi na kupungua yule unayemfuturisha malipo yake. Maswahaba wanatofautiana hali, wakasema ya Rasulullah, laisa kulluna ma yajidu ma yufattiru saim. Asema sisi sote hatuna uwezo, hatuwezi kulingana hali zetu tukawa tunaweza kumfuturisha yule aliyefunga, ya Rasulullah. Kama sisi wengine hatuna uwezo, tufanye nini ewe mtume wa Mwenyezi Mungu? Mtume akawaambia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamlipa malipo ya kumfuturisha aliyefunga yule ambaye amempa ndugu yake funda moja au tama moja la maji. Vijana tunaita pafu moja la maji, eiza maziwa, au ukawa na tende moja tu, ile tende ukaipasua nusu kwa nusu ukampa mwenzio akaweza kufungulia, basi mtu huyo anapata malipo sawa sawa na yule aliyemfuturisha mwingine. Kwa hiyo si lazima uwe na chakula cha kushibisha mtu mpaka ashibe, lakini pia ukiwa na tende moja tu, Bwana Mtume anasema ukaikata ile tende ukanusu kwa nusu ukampa mwenzio, basi wewe malipo yale utakuwa unayapata. Lakini swali la kujiuliza, je, umemfuturisha mwenzio hata yashba, mpaka akashiba, vipi thawabu zake zitakuwa vipi? Bwana Mtume anasema kuhusiana na hilo, man fattara saima hatta yashba, yule mwenye kumfuturisha aliyefunga mpaka akashiba, saqahu Allahu min hudi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamnywesha mtu huyu siku ya kiyama katika hodhi yangu. Bwana Mtume ana birika lake, inaelezwa siku ya kiyama kutakuwa na kiu kikali sana, siku ambayo jua litashushwa mpaka katika utosi. Kutakuwa na kiu kikali, kutakuwa hakuna maji isipokuwa yaliyopo maji ni katika hodhi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Bwana Mtume anasema saqahu Allahu, yule mwenye kumfuturisha aliyefunga, saqahu Allahu min hudhi, atamnywesha Mwenyezi Mungu katika hodhi yangu, katika birika langu, hatta yadkhulal janna, mpaka mtu huyu ataingia peponi. Kwa hivyo jambo la kufuturisha, jambo la kumfuturisha aliyefunga ni jambo adhim na ni jambo kubwa sana. Bwana Mtume akalihimiza hili. Lakini kama haitoshi, Sayyidina Abdullah ibn Abbas anasema kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kana ajwada nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan. Kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tabia yake, hulka yake, yeye alikuwa ni mkarimu, lakini ule ukarimu wake ulikuwa ukiongezeka pindi inapofika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Bwana Mtume kawaida yake yeye ni ukarimu. Ramadhani inapoingia ukarimu unaongezeka. Kwa hivyo maswahaba wakaiga hili. Ndio maana Bwana Mtume kwa kuwa alikuwa mkarimu, inapofika Ramadhani alikuwa ndio maana analisha sana, anatoa, anasaidia kwa nguvu zote,
hata maswahaba wakawa wamejifunza, wamelichukua hili nao wakawa wanatasabak, wanashindana katika kufanya mambo kama haya. Kwa jambo la kulisha, jambo la kumfutulisha yule aliyofunga ni jambo kubwa, ni jambo adhim. 10 la kwanza linaisha hili. Ikiwa hujafanya jambo hili, basi zingatia leo japo tende moja, mfuturishe mwenzio ili uweze kupata malipo makubwa kama haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu ni miongoni mwa waja wake wenye kusikiliza maneno na kuyafuata yaliyokuwa mazuri. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare katika channel yetu ya Rapta ili uweze kupata mambo mengi zaidi ya kujifunza katika dini yetu hii ya Uislamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.